Kashfa mpya imezuka ligi kuu baada ya FIFA kutoa barua uchunguzi udhamini wa mechi 6 za klabu ligi kuu. Katika hatua ya kushangaza inayotikisa ligi kuu, barua rasmi kutoka shirikisho la soka duniani FIFA imetoa mezani mwa shirikisho la soka la nchi ikitaka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusu mikataba ya udhamini kwenye ligi hiyo. Barua hiyo imeibua maswali mazito juu ya uhalali wa baadhi ya mikataba, udhamini na iwapo kuna mianya ya matumizi mabaya ya upangaji wa matokeo. Mbali na suala la udhamini, FIFA pia imeelekeza macho yake kwenye mechi 6 ambazo zinaashiria uwezekano wa upangaji wa matokeo dhidi ya klabu moja kubwa inayoshiriki ligi hiyo. Taarifa zinaeleza kuwa matokeo ya mechi hizo yameibua wasiwasi mkubwa kufuatia takwimu zisizoeleweka na mwenendo usio wa kawaida wa baadhi ya wachezaji na maamuzi ya benchi la ufundi kwa kupanga kikosi dhaifu wanapokutana na timu hiyo. Kiongozi mkuu wa klabu hiyo tayari amepokea taarifa rasmi ya kuwa chini ya uchunguzi na inadaiwa kuwa ameshapewa muda maalumu wa kutoa ushirikiano kwa vyombo husika vinavyofuatilia sakata hilo. Wadau wa soka, mashabiki na wachambuzi wa michezo wameanza kuhoji kwa kina mustakabali wa ligi huku wakitaka ukweli kuwekwa wazi. Novemba 6, 2021, serikali ilitoa msimamo wake kuhusu kampuni ya GSM kudhamini timu zaidi ya moja na kueleza kuwa hilo wanawaachia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa kuwa ndio inaangalia sheria. Hatua hiyo ilikuja baada ya GSM kutangaza kuzidhamini timu za Pamba na Coastal Union ya jijini Tanga, ukiachilia mbali kuwa bado anawadhamini Yanga. Kutokana na hilo, wadau mbalimbali wa mpira wa miguu walikuwa na mtazamo tofauti, huku wengine wakihofia huenda GSM akaingilia kati kupanga matokeo. Hata hivyo, Jumamosi ya Novemba 6, 2021, gazeti la Mwanaspoti walitaka kusikia kwa upande wa serikali inazungumziaje suala hilo. Akitolea ufafanuzi, waziri wa utamaduni, sanaa na michezo kipindi hicho, Innocent Bashungwa, alisema haoni kama lina shida endapo sheria zitafuatwa. Ukiachilia mbali TFF, pia tuna baraza la michezo BMT ambalo lipo karibu katika kusimamia sheria hizo. Hivyo sioni na wala wananchi wasiwe na shaka katika hilo, kwani kama kutatokea ukiukwaji wowote hawatasita kuchukua hatua kwa mhusika, alisema waziri huyo. Pia Bashungwa aliongeza katika suala hilo la udhamini wa GSM, watu wasitie shaka nalo kwa kuwa kama ni sheria za mpira zipo, hata kama yatapuuzwa au wahusika kuziba masikio. Lakini kuna kelele na manunguniko kutoka kwa mashabiki na wadau wa soka kwenye mitandao ya kijamii na kupitia baadhi ya vyombo vya habari kuhusu kampuni ya GSM kudhamini zaidi ya timu moja kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wala huwezi kuuliza kuwa yanatoka wapi zaidi ya wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba ambao waliona hakuna haki kwa kampuni hiyo kudhamini timu takriban 6 hivi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hapa hatusemi wapo sahihi au la, lakini manunguniko yanapozidi siku hadi siku, yanapaswa wenye mamlaka na soka la Tanzania bara kukaa chini na kutafakari kwa kina, kwani walalamikaji wanaonekana kuwa na hoja. Tuliwasikia baadhi ya viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF na bodi ya ligi Tanzania TPLB kwa nyakati tofauti wakisema hakuna kanuni inayozuia, na pia udhamini huo unazingatia timu ambazo nyingi hazina uwezo mkubwa wa kipato. Kwa hilo la kipato tunadhani wapo sahihi, lakini ni lazima iangaliwe kama hicho kipato kipo katika njia sahihi ambayo haiwezi kwa namna yoyote kuhusika katika upangaji wa matokeo. Hebu hapa twende sawa. Klabu ya Arsenal inadhaminiwa na shirika la ndege la Emirates na ni klabu pekee nchini humo inayodhaminiwa na shirika hilo. Zingine nje ya hapo ni PSG ya Ufaransa, AC Milan ya Italia na Real Madrid ya Hispania. Hata hivyo, japo timu hizo zinaweza kukutana kwenye michuano ya Ulaya, lakini udhamini wa Emirates hauna chembe yoyote ya vinasaba na moja kati ya klabu hizo, mbali na udhamini kibiashara. Hivyo hautiliwi shaka kwamba kunaweza kuwapo na aina yoyote upangaji wa matokeo, kwani haiwezekana kwenye klabu yoyote zaidi ya kudhamini tu. Ukiangalia hapa nchini, GSM inaonekana imejikita kabisa katika klabu ya Yanga, ndiyo inayohusishwa na sapoti kubwa katika usajili na kuiendesha timu, huku ikionekana kusaidia pakubwa mchakato wa uwekezaji.
Hivyo inakuwaje kampuni hiyo hiyo inakwenda kudhamini timu zingine kwenye ligi kuu? Hata kama hakuna kanuni, hata busara tu haielezeki. Hivi mtu kama Mohamed Mo Dewji akianza kudhamini timu za ligi kuu wakati tayari anautaka uwekezaji klabu ya Simba, wanatarajia nini baada ya kuzidhamini zingine? Kama ambavyo walioanisha kwamba kunaweza kuwapo na upangaji wa matokeo kwa kampuni tu ambayo haipo kwenye klabu yoyote kudhamini zaidi ya timu moja kwenye ligi moja. Inakuwaje kwa ligi kuu bara? Kwa mtazamo wetu tunaona kama tunaanza kurudi nyuma, wakati tulishatoka huko zamani. Tunakumbuka kulikuwa na timu za Mgambo JKT Ruvu Shooting, zote zikimilikiwa na taasisi moja ya Jeshi la Kujenga Taifa na zilikuwa ligi kuu. Lakini moja ya kati ya maazimio ya Bagamoyo mwanzoni mwa miaka 2000 kutoka FIFA ulizitaka klabu zote za aina hiyo kuwa na timu moja tu kwenye ligi. FIFA iliona hakutakuwa na haki na usawa, kwani JKT Ruvu kama inahitaji pointi moja ili isishuke daraja na inacheza na Ruvu Shooting ambayo ipo salama kwa alama zake, haiwezi kuikosa kwa sababu mwajiri wao ni mmoja, hivyo kuzuia haki kwa timu ambazo hazina timu zenye vinasaba na nyingine kushinda kwa haki. Ndiyo maana kwa sasa kuna JKT Tanzania, pia kuna Polisi Tanzania badala ya Polisi Dodoma na Polisi Morogoro, ambazo kuna kipindi zote zilikuwa ligi kuu kwa wakati mmoja. Hivyo kwa hili la udhamini huu wa GSM kwa timu takribani 6 ligi kuu, tunaona wadau wa soka wanahoja na TFF na bodi ya ligi hawapaswi kulifumbia macho, kwani litarudisha nyuma kwa kushindwa kupata bingwa aliyestahili kwa ligi yetu ambayo sasa tunatamani itoke kuwa namba 5 kwa ubora Afrika na kupanda juu zaidi.